tunajua, kila mtu anafahamu. Sasa andiko kuu tunalotembea nalo ni Luka 16:10. Anasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa ni mwaminifu katika lililo kubwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kwa kusema neno fedha, au kwa jina lingine tungesema mali, ndani ya Biblia imezungumzwa zaidi ya mara 2000 katika Biblia. Kwa ina maana fedha, hakuna namna tunavyoweza kutenganisha kati ya uhusiano wa fedha au mali ya mtu na maisha yake ya kiroho. Kwa maisha ya kiroho ya mtu na fedha anayomiliki au mali zake vinaenda sawa sawa, yani vinaenda sambamba. Hakuna namna ambavyo utatenganisha maisha ya huyu mtu na mali zake katika uhusiano wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa nini inakuwa hivyo? Anasema inakuwa hivyo kwa sababu fedha zina uhusiano mkubwa na moyo wa mwanadamu. Au kwa maneno mengine tungesema mali na moyo wa mtu vina uhusiano mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Vina uhusiano mkubwa sana. Sasa kwa siku ya leo tutakuwa na hoja 3 tutakazojifunza. Tutajifunza kwa hoja ya kwanza inayozungumza habari ya kila mali iliyoko duniani ni mali ya Mungu. Kila mali iliyoko duniani ni mali ya Mungu. Kila mali iliyopo ndani ya dunia hii ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na najua wote tunajua Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema dunia na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Na ni neno la Mungu liko wazi, kwa hiyo hakuna sababu ya tunachoweza kupingana nacho. Ijapokuwa ni neno limesema hivyo, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sasa katika maisha yetu tunaweza tukakubaliana na hilo neno au tukakataa kulingana na maisha tunayoishi. Neno linasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini maisha tunayoishi sisi tunaweza tukakubaliana na hilo neno, mwingine anakubaliana nalo kulingana na aina ya maisha anayoishi. Mwingine anasema si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ijapokuwa dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, lakini hizi mali zilizoko duniani Mungu anasema mbingu ni zangu mimi, lakini nchi nimewapa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Maanake nchi na mali zilizoko ndani ametupa sisi kama mawakili tuweze kuzitumia kwa ajili ya faida yake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hoja ya kwanza, kila mali ndani ya dunia ni ya Mungu. Hiyo nafikiri inaeleweka, haina shida. Bwana Yesu asifiwe. Haina shida, inaeleweka. Lakini ninasema tuwe makini na maisha tunayoishi, kwa sababu maisha tunayoishi ndio yatakayoweza kuamua au yatakayoweza kusema unakiri kwamba kweli dunia na vyote vilivyopo ndani yake ni vya Mungu, au unaweza ukakataa ukasema hapana, dunia na vyote vilivyopo ndani ya dunia na vyote vilivyopo ndani ya dunia si mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa aina ya maisha tunayoishi ndio itakayoamua. Bwana asifiwe. Shetani alimwonyesha Yesu akasema, unaona mahali vyote hivi vyote vilivyopo dunia, akamwonyesha Yesu mali zote zilizoko duniani na fahari zake, akamwambia nitakupa hivi vyote maana viko chini yangu.
kama ukiniabudu. Maanake if you obey me, kama ukifanya kile ambacho mimi nataka, nitakupa. Na sisi wote ni mashahidi. Kuna baadhi ya familia wameua watoto wao, wameua wazazi wao ili wapate mali. Na ni kweli wamepata. Mtumishi wa Mungu, hawapati? Wanapata. Lakini neno la Mungu linasema ijapokuwa wanafanya hivyo ili wafanikiwe, Mungu anasema hivi, sawa wanapata, lakini hata hivyo wanavyopata bado ni vya kwangu mimi Mungu. Kwa maisha tunayoishi, wao wanakubaliana kwamba dunia na vilivyopo ndani ni vya shetani. Ndio maana wako tayari kufanya neno la shetani, kutii lile neno la shetani. Unapotii lile neno, unayemtii ndio unayekubaliana na neno lake. Kama Yesu angetii kumwabudu shetani, kama angetii kile ambacho adui alikuwa anataka, maana yake angekuwa amekubaliana na lile neno. Na leo sisi ambapo neno la Mungu linakuja kwetu, tunapotii kufanya kile kitu ambacho Mungu ametuagiza, maana yake tunasema kwamba ndio dunia na vyote vijazavyo ni mali yako e Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa hoja ya pili. Tumepewa fedha au mali tuwe wawakili, na tunakiri ya kwamba Mungu ndiye anayemiliki, sisi ni wawakili tu. Kwa hoja ya pili inayosema kwamba Mungu hutupima uaminifu kwa kiasi kidogo. Tumepewa hizo mali, tumepewa na fedha, tukapewa majumba, tukapewa magari. Lakini lazima tuelewe na tutambue kwamba kitendo cha kupewa, Mungu anapima uaminifu wetu. Anasema kwake yeye aliyepewa mengi, vingi vitadaiwa. Na kwake yeye aliyepewa kidogo, madogo yatadaiwa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo tunaweza tukajitetea kwamba mimi sikupewa. Kuna kitu Mungu amekupa. Kutoka kwenye hicho Mungu anakitaka. Mungu amekupa macho, unayatumiaje? Mungu amekupa miguu, unaitumiaje? Mungu amekupa kila unachokihitaji kwa maisha haya, ikiwepo na fedha, unazitumiaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata jinsi ambavyo unazitumia fedha tunapimwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapimwa. Tukumbuke hilo. Kwa kila fedha inayoingia ndani ya mikono yetu, Mungu anatupima, unaitumiaje? How do you spend it? Unaitumiaje? Unaitumia kwa kuwa unaitumia? Unaitumia kuwaumiza wengine na kuwakandamiza? Kwa sababu una fedha unaweza kufanya kitu chochote? Au unatumia kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu? How do you spend it? Unaitumiaje? Anasema Mungu hupima uaminifu